Jambo wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Congo Post News. Tunawakaribisha tena katika taarifa yetu ya habari za asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka 2026. Ikiwa itakuwa ni mara yako ya kwanza kufuatilia habari kupitia Congo Post News, hakikisha unajiabone na comment vile unapartager ili wengine waendelee kupata habari zetu za kila siku pale tunapokuwa tukizirusha angani au ewani. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, au kama unataka kuwasiliana nasi moja kwa moja, usikose kutuandikia kwenye namba ambayo inaendelea kwenda kwenye video, kwenye picha, na ukatujuza kwanza unaendelea kufuatilia ukiwa sehemu gani, na hapo unaweza kutupatia maoni yako aiza mapendekezo yako. Karibu katika taarifa yetu hii ya habari ya asubuhi. Karibu. Tuendelee na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mapigano makali yanaendelea katika maeneo mbalimbali ya eneo la Kale mkoani Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku hali ya usalama ikiendelea kuwa tete na kusababisha hofu kubwa miongoni mwa raia. Kwa mujibu wa taarifa kutoka eneo hilo, wapiganaji wa Wazalendo wanaendelea kudhibiti kwa sasa maeneo ya Lumbishi, Chambombo, Kaziba na Kazinga. Wazalendo pia wanatajwa kuwa wanaendelea kusonga mbele kuelekea Kavumu, katika eneo linalopakana na maeneo ya Kale na Masisi. Maendeleo haya yanaonyesha kuwa mstari wa mapigano yanaendelea kubadilika. Kila upande unajaribu kupata udhibiti wa maeneo yenye umuhimu wa kijeshi na kimawasiliano. Kwa hiyo kusonga mbele kuelekea Kavumu kunaweza kuwa na umuhimu katika harakati za kudhibiti njia zinazounganisha maeneo mbalimbali ya Kivu nzima. Wakati huo mapigano yanaongezeka kwa nguvu katika kilima cha Bukumba kinachotazama eneo la Sanje ndani ya eneo la Kale. Bukumba ni eneo lenye umuhimu kutokana na mwinuko wake. Katika mazingira ya mapigano, maeneo ya juu yanaweza kuwa na thamani kubwa kwa sababu yanatoa nafasi nzuri ya kuangalia na kufuatilia maeneo yanayozunguka. Ndiyo maana mapigano katika eneo hilo linaweza kuwa sehemu ya juhudi za kila upande kutafuta nafasi bora ya kijeshi na kuzuia mpinzani kusonga mbele. Hali hii inaongeza wasiwasi kwa wakazi wa maeneo ya jirani, hasa kwa sababu Sanje iko karibu na eneo ambalo mapigano yanaendelea. Taarifa zinaeleza kuwa wakazi wa Sanje tayari wameanza kuondoka kutokana na hofu ya mapigano. Hali kama hiyo pia imeripotiwa katika eneo la Numbi ambayo iko karibu na maeneo yanayokumbwa na mapigano. Kwa raia, kuongezeka kwa mapigano kuna maanisha kuishi katika mazingira ya hofu na kutokuwa na uhakika. Familia zinaweza kulazimika kuacha nyumba zao, mali zao na shughuli zao za kila siku ili kutafuta maeneo ya salama zaidi. Ikiwa mapigano yataendelea kusonga karibu na maeneo yenye wakazi wengi, kuna uwezekano wa kuongezeka kwa idadi ya watu waliokimbia makazi yao pamoja na mahitaji ya chakula, maji, malazi ya huduma za msingi. Kinachoonekana katika mapigano haya ni kwamba vita vya Kale havihusu tu kutoa vijiji bali pia udhibiti wa maeneo muhimu kimkakati. Kushikiliwa kwa Lumbishi, Chambombo, Kaziba na Kazinga na Wazalendo pamoja na taarifa za kusonga mbele kuelekea Kavumu kunaonyesha juhudi za kupanua au kuimarisha maeneo wanayoyadhibiti. Kwa upande mwingine, mapigano makali Bukumba yanaonyesha kwamba maeneo ya mbele bado yanaweza kubadilika. Katika mazingira ya vita, taarifa za kutoa au kupoteza eneo zinaweza kubadilika ndani ya muda mfupi. Kwa hiyo ni muhimu kuchukulia taarifa hizi kwa tahadhari hadi zitakapothibitishwa na vyanzo huru. Kwa ujumla, Kale inaendelea kuwa moja ya maeneo muhimu katika mzozo wa Kivu, huku mapigano yakiendelea, Bukumba na Wazalendo wakitajwa kusonga kuelekea Kavumu. Kinachofuatiliwa kwa karibu sasa ni kama Wazalendo wataweza kudumisha maeneo yanayodhibiti na kuendelea kusonga mbele, au kama M23 watajaribu kuzuia kusonga mbele huku wakirejesha maeneo walioyapoteza. Lakini zaidi ya ushindani wa kijeshi, kinachohitaji kupewa kipaumbele ni usalama wa raia.
Kadri mapigano yanavyokaribia maeneo yenye wakazi, ndivyo hatari ya kuongezeka kwa wakimbizi wa ndani na changamoto za kibinadamu inavyoongezeka. Hiyo ndio ilikuwa hali ya usalama kutoka huko Kale, ambako mapigano yanaendelea na mustakabali wa maeneo ya Sanje, Numbi, Bukumba na Kavumu ukifuatiliwa kwa karibu. Tuendelee na habari za siasa kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako katika hatua mpya ndani ya mfumo wake za kijeshi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Luteni General Jonas Padiri ameanza rasmi majukumu yake kama jaji msaidizi katika mahakama kuu ya kijeshi inayoketi mjini Kinshasa. Padri Jonas ameingizwa katika jopo la mahakama inayoshughulikia kesi inayomhusu General Chiwewe na mshtakiwa mwenzake. Uteuzi wake unakuja wakati ambako kesi hiyo inaendelea kuwa mbele ya mahakama ya kijeshi katika muktadha mpana wa changamoto za kiusalama na kijeshi inayolikabili Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Siku ya Alhamisi tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka 2026, Luteni General Jonas Padiri aliapishwa rasmi mbele ya mahakama. Kiapo hicho kimefanyika kwa mujibu wa ibara ya 27 ya kanuni ya mahakama ya kijeshi. Kwa mujibu wa maelezo yaliyotolewa na rais wa kwanza wa mahakama hiyo, kuapa ni utaratibu wa lazima kwa jaji msaidizi ambaye si mwanasheria au hakimu wa taaluma, hasa anaposhiriki katika kikao chake cha kwanza cha mahakama. Hii ina maana kwamba licha ya kuwa Jonas Padiri ni mwanajeshi mwenye cheo cha juu, kabla ya kushiriki katika kazi ya mahakama kama jaji msaidizi, alipashwa kutimiza masharti ya kisiasa inayohakikisha kwamba anaanza rasmi majukumu hayo kwa kufuata taratibu zilizowekwa. Katika mahakama ya kijeshi, jopo linaweza kuwa na majaji wenye taaluma ya kisheria pamoja na maamuzi wasaidizi wenye uzoefu wa kijeshi. Uzoefu wa kijeshi unaweza kuwa muhimu katika kuelewa mazingira ya operation, muundo ya jeshi na utaratibu wa kinidhamu zinazohusiana na kesi inayosikilizwa. Hata hivyo, jukumu la jaji msaidizi inapaswa kutekelezwa ndani ya mfumo wa sheria na taratibu za mahakama. Kiapo alichokula Jonas Padiri ni sehemu ya kuhakikisha kwamba anaanza kazi hiyo kwa kutambua wajibu wake mbele ya sheria. Kesi ambayo Generali Luteni Jonas Padiri ameingizwa kama jaji msaidizi ni ile inayomhusu General Chiwewe pamoja na washtakiwa wengine. Kwa kuwa kesi hiyo iko mbele ya mahakama kuu ya kijeshi, hatua yote inachukuliwa na mahakama inapaswa kufuata taratibu za kisheria na haki za washtakiwa kusikilizwa. Kwa mtazamo mpana, kuongezwa kwa jaji msaidizi mwenye cheo cha juu cha kijeshi kunaonyesha pia umuhimu wa uzoefu wa kijeshi katika kesi zinazomhusu maafisa wa ngazi za juu. Tukio hili ni muhimu kwa sababu linagusa maeneo mawili kwa wakati moja: jeshi na mfumo wa haki za kijeshi. Kwa upande mmoja, Jonas Padiri ni mwanajeshi mwenye uzoefu mkubwa. Kwa upande mwingine, sasa anashiriki katika ngazi ya mahakama kama jaji msaidizi, akiwajibika kuheshimu taratibu za mahakama na sheria. Kwa hiyo kiapo chake cha Agosti 13 si tukio la kawaida tu la kiutaratibu. Ni hatua inayomruhusu kwanza rasmi kushiriki katika mchakato wa kusikiliza na kutathmini kesi mbele ya mahakama kuu ya kijeshi. Kwa kifupi, Luteni Generali Jonas Padiri sasa ni sehemu ya jopo la mahakama kuu ya kijeshi inaloketi Kinshasa baada ya kula kiapo kinachohitajika kisheria. Ushiriki wake unafungua kurasa mpya katika mwenendo wa kesi wa General Chiwewe na wenzake, huku macho yakiwa kwenye namna mahakama hiyo itakavyosimamia kesi kwa kuzingatia sheria, ushahidi na utaratibu wa haki. Hii ni hatua ya kisheria ambayo bado haimaanishi kwamba mshtakiwa amehukumiwa. Uamuzi wa mwisho utategemea mwenendo wa kesi na tathmini ya mahakama. Baada ya kusikiliza matangazo yetu ya habari kutoka sehemu mbalimbali mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mpendwa msikilizaji na mtazamaji, acha nikuingie moja kwa moja na habari za kimataifa ili upate kujua nini kinachoendelea kona zote za dunia au nje ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Karibu.
Uchambuzi wetu unaanzia mjini Washington. Jeshi la Marekani limekanusha vikali ripoti zinazodai hali mbaya ndani ya meli yake kubwa ya kivita ya kubeba ndege USS Abraham Lincoln iliyoko Mashariki ya Kati katika operesheni zinazohusiana na vita dhidi ya Iran. Lakini hata hivyo, baadhi ya wabunge wa chama cha Democratic wanaitaka Wizara ya Ulinzi kutoa maelezo kuhusu upungufu wa vifaa, changamoto za usafi na matatizo ya afya ya akili yanayowakabili waliomo kwenye meli hiyo. Taarifa zaidi na Lilian Mtono. Jeshi la Marekani limesema ripoti zinazoeleza hali mbaya ndani ya meli ya kivita ya USS Abraham Lincoln hazitoi picha sahihi ya maisha ya waliomo ndani ya chombo hicho kilichopo baharini kwa muda mrefu. Kamandi kuu ya Marekani CENTCOM imesema wahudumu wa meli hiyo bado wana ari na uthabiti baada ya kukaa baharini kwa zaidi ya siku 260. Kwa mujibu wa CENTCOM, 84.4% ya wahudumu wa meli hiyo wameamua kuendelea na utumishi wa kijeshi licha ya mikataba yao kumalizika, huku ikikanusha taarifa kwamba mwanajeshi mmoja alifariki ndani ya meli hiyo. Imesema mwanajeshi alianguka baharini tarehe 3 Agosti aliokolewa mara moja. Lakini licha ya ufafanuzi huo, ripoti kadhaa za vyombo vya habari nchini Marekani zimesema wahudumu wa meli hiyo wanakabiliwa na changamoto mbalimbali kama vile upungufu wa vifaa vya usafi, matatizo ya vyoo, ukosefu wa maji na wasiwasi kuhusu usalama kwenye sehemu za wazi za meli hiyo. Wabunge wa chama cha Democrat wameelezea wasiwasi wao kuhusu muda mrefu wa operesheni hiyo pamoja na taarifa hizo za matatizo ya maji, mifumo ya mabomba na usambazaji wa mahitaji muhimu ndani ya meli hiyo, kama vile Mike Levin wa jimbo la California alivyoliambia shirika la habari la Reuters. Nataka kuweka wazi kwamba sitegemei meli ya kubeba ndege za kivita iwe ya maisha ya NASA. Wanajeshi wetu wa majini wanajitolea kufanya kazi ngumu, lakini pia tunatarajia wanapata huduma za msingi. Ikiwa rais ana fedha za kutosha za kupamba kila kitu na kujijengea ukumbi mkubwa wa sherehe, lakini hakuna fedha za kutengeneza mifumo ya mabomba au kuhakikisha kwamba wana maji wetu wana chakula cha kutosha, hii yaingia akilini. Senator Richard Blumenthal wa jimbo la Connecticut ameitaka serikali kuelezea namna inavyowasaidia wahudumu hao, hasa kwa kuwa meli hiyo imekuwa baharini kwa muda mrefu kuliko ilivyotarajiwa awali, huku Senator Ruben Gallego aliyewahi kuwa mwanajeshi wa majini akisema anataka ujumbe wa wabunge wa pande zote mbili uitembelee meli hiyo ili kuchunguza hali halisi. Waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth amepinga madai hayo, akisisitiza kwamba hali ndani ya meli hiyo imepotoshwa. Amesema kila mwanajeshi anapata kile wanachoweza kuwapatia kila wakati. Wakati huo huo, vyombo kadhaa vya habari vya Marekani vimeripoti kuwa USS Abraham Lincoln huenda ikaondolewa katika eneo hilo na nafasi yake kuchukuliwa na USS George Washington ambayo imeondoka Vietnam na kuonekana ikielekea upande wa bahari ya Hindi. Hata hivyo, Pentagon na CENTCOM hazijathibitisha muda wa mabadiliko hayo, zikisema maelezo ya operesheni za kijeshi hayawezi kuwekwa wazi kwa sababu za kiusalama. Na asante sana Lilian Mtono anatutoa Washington. Huko moja kwa moja tufululize hadi Dar es Salaam, Tanzania. Baraza la Maaskofu Katoliki TEC limehimiza umuhimu wa kukiri ukweli kwanza kwa kile kilichotokea nchini humo wakati na baada ya uchaguzi wa Oktoba 29, likisema hatua hiyo ni muhimu kabla ya kuingia katika hatua nyingine ya kuliponya taifa. Hayo ni kwa mujibu wa katibu mkuu wa TEC Padri Charles Kitima alipozungumza na Sudi Mnete. Kwanza Padri Kitima anaanza kwa kueleza yaliyojadiliwa kati ya maaskofu hao na Rais Samia Suluhu Hassan katika mkutano wao uliofanyika Agosti 10 mjini Chamwino, Dodoma. Wameongea juu ya watu kupatana, lakini katika kupatana kiri ukweli juu ya yaliyotokea tarehe 29 Oktoba 2025, lakini vile vile kuponya nchi kutokana na yaliyotokea. Upatanishi huu unaozungumza askofu ni wa namna gani? Mauaji yalifanywa na nani? Kama serikali sasa hivi inavyotaka kuweka vitu katika tume zilizokuja, wameonyesha watu wameuawa 518. Waliuawa na nani? Alikuwa na uhalali wa kuwaua au nini?
Sasa hayo ndio tuongee. Alafu baada ya pale, taratibu zingine serikali endelee na taratibu za kuweka maisha ya kijamii na kisiasa yaende vizuri, na kwa maana hiyo ili swala limeumiza watu na limechafua sura ya nchi yetu, na hili sio jambo jipya, litokea Kenya, mmeona leo kutokea nchi mbalimbali, ndio watu wanaofanya, kuna kitu kipya. Ipo ishara ya yale ambayo mmewasilisha kwa Mheshimiwa Rais yatasikilizwa? Na imani rais atafanyia kazi kwa taratibu. Kuna kasoro gani kwa jitihada hizi zinazofanywa na rais kwa sasa? Zimeundwa tume, serikali imeonyesha nia kuyakaribisha maridhiano. Hatuongelee juu ya mapungufu, tunaongelea kwa nini mpaka sasa watu wajakiri na kwa nini watu wajasamea. Tangu mwezi wa 10 mwaka jana mpaka leo hakuna neno la samahani. Tuliona yalitokea mauaji huko Kenya, yalichukua muda gani? Mbona yachukua muda mrefu kama huu? Ni vitu kama hivi vitu alafu vinaleta mkwamo. Watu kama sisi viongozi wa dini tunashindwa kuwaambia watu, jamani, tusameheane. Huwezi kuwaambia watu tusameheane kama hakuna aliomba msamaha. Ndio nasema kuna jitihada hizi askofu za kukaribisha maridhiano, lakini kuna tume mbili zimeundwa na sasa jitihada zitekelezeke, tusikie basi neno samahani. Katika hilo mmeambiwa nini? Bila shaka mmezungumza moja kwa moja na Rais Samia pale. Hapana, rais kazi yake ni kuwasikiliza watu, na rais hawezi kusikiliza kila mtu akafanya akatoa maamuzi. Kwanza sisi sio taasisi ambaye lazima rais afanye maamuzi kwa sababu sisi tumeomba au tumepeleka mapendekezo yetu. Lini mtarejea tena kukutana naye rais, au kuna mipango gani ijayo? Kwanza sisi tulishukuru ametupa kutusikiliza, na hatukuwa na maana ya kuwa na vikao vingi. Hicho ndio tulichofanya kilitosha. Endapo hayo mliowapeleka yatakuwa pengine labda hayatazingatiwa, sasa hatuwezi kuongelea hilo kwa sababu kwa nini tuweke mazingira kwamba hayatasikilizwa? Sisi tumempa mawazo. Sasa tusubirie utaratibu, lolote takalo kuja mbeleni basi litashughulikiwa kwa taratibu zilizoko hizo. Na taasisi za dini kazi zake ni kufanya mazungumzano, ni kushauri, lakini anayetekeleza mambo ni serikali. Mmemwambia nini rais kwa kuundwa kwa tume hii ya majaji 6 kuchunguza yale yaliyotokea na hatua zifuatazo baada ya Oktoba 29? Hatukwenda kuongelea juu ya tume hizo. Sisi tumeenda kuongelea mazingira ya kukiri kwamba tulikosa, tuombe msamaha, tufanye uponyaji, mambo mazuri yaendelee na marekebisho mengine yanayostahili yafanyike. Vinginevyo maaskofu mwaka jana tarehe 15 Novemba 2025 maaskofu walitoa mapendekezo yao, hata kama zinaundwa tume zinapaswa kuwa za namna gani. Sasa serikali imefuata ijafuata, hiyo haikuwa lengo la maonano au mazungumzano kati ya maaskofu na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tarehe 10 Agosti 2026 juzi. Bila shaka rais amesema chochote katika kuaga, amewaambia nini? Rais amesema nimewasikiliza, tuko pamoja, tunashukuru kwa ushauri. Ni katibu mkuu Katoliki Tanzania Padri Charles Kitima kama alivyozungumza na mwenzangu Sudi Mnete kuhusu mkutano kati ya maaskofu hao na Rais Samia Suluhu Hassan. Kumbuka kwa upana wa mahojiano hayo tembelea chaneli yetu ya YouTube DW Kiswahili. Na ni hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu ya habari za asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka 2026. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, tukutane katika taarifa yetu ya habari za mchana wa leo ili umpate kujua nini kinachoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vile kona zote za dunia. Langu jina ni Idi George Idi Elisha, nikiendelea kutangazia kila siku kupitia mtandao wetu wa YouTube Congo Post News. Asante, chao.